Tulitumia wiki mbili vizuri kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunapata muunganiko mzuri, na hivyo basi tukicheza basi tuweze kupata matokeo. Lakini leo nafikiri katika mechi ya leo ni siku ambayo tumetengeneza nafasi nyingi sana, lakini changamoto imekuwa kwamba kutengeneza zile nafasi ili kuwa sasa magoli ndio kitu ambacho tumekwama leo. Lakini bado hatuna sababu ya kukata tamaa, na bado tunaamini timu yetu tutapokwenda sasa kwenye haya maandalizi mengine ya mechi dhidi ya Simba Sports Club, naamini makocha watakwenda kufanya vizuri zaidi, na mechi dhidi ya Simba Sports Club tutakwenda kupata matokeo. Naam, maliziaji wa mwisho wa TRA United inaonekana kuwa tatizo, kwani kwa mechi ambayo leo imetamatika tumejionea wenyewe nafasi nyingi kama ambavyo umesema zimetengenezwa, lakini maliziaji wa mwisho ameonekana kuwa changamoto, na tunajua mnaenda kukutana na mechi ambayo itakuwa tough kidogo dhidi ya Simba Sports Club, na hivyo mshambuliaji wa mwisho imeonekana hayuko imara kwa sasa. Tutarajie nini? Mimi naamini kwamba bado hatuna nafasi ya kukata tamaa. Sasa hivi bado ni mapema sana. Ni mapema, nazungumza hivyo kwa sababu tuna nafasi nyingine ya kwenda kujipanga. Leo ni mechi ya 3, lakini sisi kwa mechi ya 3 hatuna excuse kwamba tulikuwa tunapaswa kutoka sare tena mechi ya leo. Leo tulikuwa tunahitaji ushindi, na ndio maana hata jana nilikuwa nazungumza mechi ya leo kwetu sisi ni muhimu sana kuliko hata mechi nyingine, kwa sababu tulikuwa tunatafuta kuangalia kwamba sasa tunaendaje na tunajipanga vipi katika michezo ambayo iko mbele yetu. Kwa hiyo mimi niwatoe hofu mashabiki na Watanzania wote kwamba TRA tutaendelea kuwa imara. Hiki ambacho tumekikosa siku ya leo tunakiacha hapa, lakini tunampa nafasi kocha pamoja na wachezaji kwenda kukaa sasa kutathmini, kuangalia nini ambacho kimetukwamisha tena leo hii tukashindwa kupata matokeo, na hali ya kuwa katika mapumziko ambayo tulikuwa kwenye wiki mbili kupisha kalenda ya FIFA tulikuwa na nafasi nzuri ya kwenda kurekebisha makosa ambayo tuliyaona katika mechi mbili ambazo tumeshacheza. Kwa hiyo sasa hivi kocha na wachezaji wataangalia nini ambacho tunapaswa kukifanya, watakwenda kuboresha kwenye uwanja wa mazoezi, na baada ya hapo katika mechi inayokuja dhidi ya Simba Sports Club tutakwenda kushinda. Na hii wala haitupi unyonge kusema kwamba tumetoka sare na Mashujaa, kwa hiyo sasa mechi dhidi ya Simba Sports Club tutakwenda kama ambavyo tumecheza hapa. Hapana, kwa sababu kila mechi unapokwenda kucheza dakika 90 inategemea siku hiyo mtu ameamkaje. Kuna ile tunasema kwamba siku mbaya kazini. Kwa hiyo sisi leo hii tumekuwa na siku mbaya hapa kazini kwetu kwenye uwanja wetu, lakini haimaanishi kwamba hata mechi ambayo tutakwenda kucheza dhidi ya Simba Sports Club tutakwenda kuwa na siku mbaya. Hapana, mimi ninaamini kwa hiki ambacho kimefanyika hapa leo hii uwanjani kitakwenda kutoa matokeo bora kabisa, na tunaamini tuna mechi moja ya mwezi wa 10, tunahitaji tufunge mwezi wa 10 tukiwa na matokeo mazuri, na hicho ni kitu ambacho tunakiweza. Kwa hiyo wana Tabora, msio na wasiwasi. Kwa sasa hivi tujiandaeni sasa na mechi dhidi ya Simba Sports Club. Sasa hivi tunaifikiria Simba Sports Club. Mechi ya leo na Mashujaa tayari tumemaliza. Kwa hiyo wana Tabora tuanze kujiandaa. Tarehe 30 sio mbali, leo ni tarehe 22, tuna almost kama siku 6 tu za kufanya maandalizi. Kwa hiyo niwaambie kwamba bado pira mapato, pira kodi, pira makadirio bado tutaendelea kulionyesha, kwa sababu hata leo wachezaji wamecheza vizuri sana. Hao Mashujaa wenyewe pia wanashangaa kwamba leo hii wametokaje na hiyo pointi moja, kwa sababu ukiangalia mpira tulikuwa tunacheza sisi, nafasi kwa tunatengeneza sisi, lakini changamoto ilikuwa kutengeneza ile nafasi kuwa magoli. Kwa hiyo tunaamini huo ugonjwa tunakwenda kuutibu, na mwisho wa siku tutarudi tukiwa imara zaidi. Moja ya majukumu yako ni kuhakikisha kwamba timu inajiattach zaidi na jamii, na kuna shughuli kadhaa ambazo ushe kuzifanya huko nyuma kuhakikisha kwamba timu inakuwa attached na jamii ya watu wa Tabora. Mnakwenda kucheza dhidi ya Simba ambapo inahitaji kwanza hype ya mechi ilivyo, lakini pia ni kwa namna gani kwa sasa TRA imejiattach na jamii ya watu wa Tabora? Nafikiri jana tulikuwa na hamasa ya mtaa kwa mtaa, na tumezunguka katika maeneo tofauti tofauti, japokuwa hatujafika maeneo kwa maana ya kuimaliza Tabora yote, lakini ule sasa ulikuwa ni mwanzo. Ule ulikuwa ni mwanzo, na malengo yetu na mipango yetu sisi ni kuhakikisha kwamba wana Tabora wanakuwa karibu zaidi na TRA United Sports Club, na sisi TRA tunakuwa karibu zaidi na Watanzania, tunakuwa karibu zaidi na wana Tabora, tunakuwa karibu zaidi na kila Mtanzania. Ndio maana umeona jana tumeweza kupita, tulianzia maeneo ya sokoni tukaenda na maeneo mengine. Kwa hiyo huu taratibu wa nyumba kwa nyumba, zoezi la hamasa mtaa kwa mtaa, zoezi la hamasa nyumba kwa nyumba, chumba kwa chumba tumelianza sasa jana.
na haitoishia jana tu. Kila mechi ambayo tutakuwa tunakwenda kucheza ndio utakuwa utaratibu huo. Kwa hiyo mimi niwaambie tu wana Tabora, bado tunaendelea kuwaomba kwa nguvu zaidi kwamba endeleeni kutupa sapoti, endeleeni kuwasapoti wachezaji. Na leo tumefurahi wa mashabiki wamejitokeza kwa wingi, lakini tu sisi ndo kitu ambacho tunaweza tukasema kwamba tunaomba radhi kwa sababu tumeshindwa kuwapa ushindi, kitu ambacho leo hii walikuja wakihitaji timu iende kupata matokeo mazuri. Lakini hilo wasio na wasiwasi, tunaamini mechi zinazokuja tutakwenda kufanya vizuri zaidi. Christino, na watizama benchi la ufundi, makocha leo pale, ile inakupa picha gani? Ndio maana nimekuambia kwamba mwanzo nafikiri kama nimezungumza kwamba matokeo ya leo hayakuwa matokeo ambayo tulikuwa tunatarajia. Tulijipanga vizuri na tulijiandaa vizuri. Ndio maana nilikwambia benchi la ufundi wa wachezaji, pale wachezaji wameshaondoka. Tafsiri yake ni kwamba na wao pia hawajaridhika na matokeo ambayo tumeyapata. Lakini sasa kwa kikao hicho ndio maana nimekuambia tunampa